Nyinyi ni watapeli tena zaidi, na munatapeli wa Kenya. Sio maneno yangu, ni maneno ya Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Huyo mjamaa yuko hapa ni matapeli. Yes, halali. Atuondokee. Jimmy Wanjigi anadai ya kwamba Raila Odinga ni muoga zaidi, na kuna mtu muoga ambaye anatetemeka kama Raila Odinga. Ya kwamba Jimmy anasema ya kwamba Raila Odinga alimsaidia wakati wa kuapishwa kule Uhuru Park, wakati alikuwa anatetemeka kama mtoto mdogo. Kisha Jimmy anasema ya kwamba Raila Odinga alikosa kulala kwake, akambeba tena kwa gari lake akampeleka kwake kwa wiki moja, kwa sababu alikuwa anaogopa kushikwa, kukamatwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndugu yangu, kila siku naambia kwamba kama kuna yule mtu ambaye atakuja kutuondoa kwa umaskini, kama kuna mtu atakuja kutuondoa kwa hii minyororo ya siasa ya ujinga, ni Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ya kwamba niliwaambia kwamba Maraga kutupilia mbali ushindi ya Uhuru Kenyatta na William Ruto mwaka 2017, sio Raila alipanga, ni Jimmy Wanjigi ndiye alipanga, aliweka mtego. Kisha ninawaambia kwamba Raila Odinga ni mtapeli mkubwa sana hapa Kenya. Uhuru Kenyatta ni mtapeli mkubwa sana hapa Kenya. William Ruto ni mtapeli mkubwa sana hapa Kenya. Utapeli ni hii. Utapeli ya kwamba wanatengeneza chama, wanaweka sisi kama kabila katika hizo chama zao, kisha wanatutapeli nayo ya kuenda kutajirika wao binafsi. Hiyo ndio utapeli na maanisha. Ya kwamba mtu anakusukuma kwa chama chake ambaye anakuambia tutetie chama chetu, kumbe hii ni chombo chake ya kutajirika. Jimmy Wanjigi anaelewa hawa watu vizuri. Ya kwamba Uhuru Kenyatta alijaribu kushika Jimmy Wanjigi, alishindwa. Uhuru Kenyatta alijaribu kushika baba ya Jimmy Wanjigi, akashindwa, kwa sababu utapeli ya kisiasa, kwa sababu utapeli ya mali ya umma, kwa sababu utapeli ya pesa ya umma. Wakenya wenzangu, ninarudia, Raila Odinga ni mtapeli mkubwa wa kisiasa. Umesikia Jimmy akisema ya kwamba walipanga kuenda kuvamia State House na yeye ndiye atakuwa anaongoza. Kisha Raila Odinga akaonekana wapi? Harambee House. Unajua kuna watu wengi wameshitumiwa na Raila Odinga na wana makosa. Mtu kama James Orenga hananga makosa, lakini wanabeba lawama Raila Odinga kwa sababu yale Raila Odinga anaamua kufanya ni hofu. Mkenya mwenzangu, umejua sasa Raila Odinga ni mtapeli. Rafiki yake wa dhati Mheshimiwa Jimmy Wanjigi ametamuka ya kwamba Raila Odinga ni mtapeli, na nami pia nakubaliana na Jimmy Wanjigi ya kwamba Raila Odinga ni mtapeli, tena mtapeli mkubwa. Mtu anakutapeli kwa ajili ya chama, mtu anakutapeli kwa ajili kusema ya kwamba anakutetea, lakini hakuna mahali nafasi yoyote ambayo anakutetea. Anatetea tumbo yake, anatetea maslahi yake, kisha akipewa anatajirika, anaondoka anaenda zake. Kisha unasema kwamba atanakutetea. Hakuna mtu anakutetea mahali popote. Hakuna mtu yoyote atakuja kukutetea. Hawa wote watapeli. Akina Uhuru Kenyatta wametapeli Kenya muda mrefu. Uwezi kuniambia ni biashara gani Raila walikuwa wamepanga na Uhuru Kenyatta, wakati akina Jimmy ambao wanataka kuleta revolution, umoja, usawa wa uongozi wa taifa la Kenya. Jimmy alikuwa Mkikuyu, alikuwa anapenda Raila Odinga. Kwani kwa nini hakutetea serikali ya Uhuru Kenyatta? Kwa sababu Jimmy alikuwa na believe huyu Raila Odinga anaweza kufanya mabadiliko. Kumbe Raila Odinga samang tapeli. Kwa group moja, WhatsApp moja ya kupora wa Kenya. Kisha Jimmy Wanjigi, James Orengo wanashutuka jamaa kwa Harambee House. Kufanya nini? Kusalamiana. Kisha kusalamiana, pesa imeanza kuporwa. Ndugu yangu Mkenya mzalendo, Jimmy Wanjigi ni mwanasiasa yenye akili yake iko sawa. Jimmy Wanjigi ni mwanasiasa ambaye anaweza kufanya usawa tena makubwa akipewa nafasi ya uongozi. Na imefika wakati mwafaka, wakati bora sisi kama Wakenya tusimame kwa Jimmy Wanjigi kuleta sawa. Tusimame kwa nyuma ya Mheshimiwa Jimmy Wanjigi, kwa sababu utapeli hii imezidi muda mrefu. Lazima tukomeshe utapeli, lazima tukomeze uongo ya kutapeli Mkenya. Ya kwamba hii ndio shida naye Jimmy Wanjigi amekuwa naye muda mrefu.
Kwa sababu kama mtu akona ofisi, kama kuna mtu alijenga karia yake nzuri ya kisiasa, kama kuna mtu alijenga karia yake ya siasa nzuri ambaye angeretire kama hajaingia katika kwenye matope, ni Mheshimiwa Raila Odinga. Lakini Raila Odinga hakujua wakati ambao anafaa kutoka katika kwenye stage kama mwanadensi. Baada anazidi kudance ile tune mbaya. Baada anazidi kudance kwa stage ile muziki yenye matusi ambayo ni ya William Ruto. Mcheza kandana anajua wakati wa kujitoa katika kwenye kiwanja. Mwanadensi anajua wakati wa kujitoa katika kwenye stage. Lakini hii ya Mheshimiwa Raila Odinga amezidi kwa sababu utumbo kirat na utapeli ya kisiasa, na utapeli ya mali ya umma. Mkenya, simama kidete. Jimmy Wanjigi ametufungua macho yetu. Jimmy Wanjigi ametuambia yale yote ambayo yamekuwa yamefichuliwa na kina Raila Odinga kupora Kenya. Ndugu yangu, waliapisha Raila Odinga ni kina Jimmy Wanjigi, Miguna, TJ Kajwang'. Lakini Miguna akafurushwa Kenya. Kwa sababu gani? Utapeli wa kisiasa. Jimmy Wanjigi anajaribu kushikwa kwa sababu hiyo pia ni utapeli wa kisiasa, lakini Jimmy alikataa kidete. Mkenya mwenzangu, utapeli ya hawa wanasiasa imefika kikomo. Lazima tusimame nyuma ya Mheshimiwa Jimmy Wanjigi, tuondoe hawa watapeli. Wakati ni sasa. Kama sio sasa, ni sasa hivi. No wonder jamaa anapigana kutunga hesabu tu. Baada ya serikali zote ndani. Serikali ya Moi alikuwa ndani. No wonder. Kumbe ni mtapeli mkubwa. Huyu. Hawa ni watapeli. How comes Uhuru Kenyatta anaweza chukua simu apigie Raila? Ati unajua mkae chini mtengeneze serikali kwa sababu hii serikali jinsi inaenda Kenya ikichomeka, hakuna nchi nyingine wanasema hakuna mahali watutaiba. Kwa sababu hao vijana wa Gen Z wakizidi kusukuma, itajulikana wewe ni muizi, itajulikana mimi Uhuru ni muizi. Wote ni waezi. Si Ruto peke yake ambao wanasutumiwa, wote. Raila Odinga muizi, Uhuru muizi. Wote waezi. Alafu wanakuja kutupambaza macho hapa kwamba how comes tumeamua kutoa serikali mbovu tutengeneze serikali, wanapiga simu unajua tunaingia katika kwenye shimo. Kwa sababu wanaogopa wanajeshi kuchukua na serikali. Kwa sababu gani? Hawatapata nafasi ya kuiba. Kwa sababu wanajeshi wakichukua watarudisha mali yao, mali ambao wamepora wa Kenya. Hiyo ndio wanaogopa. Lazima tusimame kidete ukomboe Kenya. We cannot allow thief to continue, thiefers to continue, robbers. Hao ni waezi. Hatuwezi kubali waezi wazidi kutuongoza. Niliwaambia kwamba those people hawapendi Kenya. Jinsi Mheshimiwa Jimmy Wanjigi anasema, tusimame nyuma wa Mheshimiwa Jimmy Wanjigi tukomboe Kenya yetu. Hao ni waezi, hao ni jambazi, hao wanapora taifa. Hatuwezi kuwa na waporaji. Kilo kuchao wanapora. Sasa wameshikana wako China. Ni nini wanafanya China? Wanaenda kupora. We cannot allow waizi wazidi kukuiba wa Kenya. Hatuwezi kubali. Hii ndio shida. Ama Jimmy Wanjigi akisema tutasimama. Lazima Mkenya tusimame kidete. Lazima turekebishe taifa letu Kenya. Langu jina ni Mjukuu. Subscribe, turn on notification bell, like video, comment kwenye comment section, share video. Asanteni.